mkoa wa Tanga umeripoti jumla ya waathirika wa ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, watoto na watu wazima wapatao 6504. Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanen Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Maadhimisho ya siku ya wanawake kimkoa yafanyika katika viwanja vya soko la zamani mjini Chanika. Katika maadhimisho yao, wanawake wameweza kumchangia mwenzao faini baada ya kuhukumiwa kifungo cha mwaka mmoja, sanjari na kuwatembelea wagonjwa na kutoa misaada mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kimkoa katika halmashauri ya mji wa Handeni, tunasema karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza ni mafunzo mbalimbali ya usuli wa ukatili, kufanya matendo ya huruma kwa kumchangia mwanamke mwenzetu faini ili uweze kumtoa kwenye kifungo alichokuwa amefungwa cha mwaka mmoja. Pia tumeweza kutembelea wodi ya wazazi hospitali yetu ya Bomani na kutoa msaada mbalimbali ikiwemo mafuta, sabuni na vitu vingine. Pia tumeweza kutoa msaada wa chakula kwa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum Chanika. Wakisoma katika risala yao, wamesema mkoa umetoa zaidi ya shilingi bilioni 6 zilizotolewa kwa ajili ya mikopo ya akina mama na watu wenye uhitaji maalum. Ambapo katika kipindi hichi cha awamu ya 6 mkoa umetoa zaidi ya shilingi bilioni 6 kwa vikundi vya wanawake 907 ambapo wanawake mbalimbali wamenufaika katika mkoa mzima. Fursa hii ya mkopo pamoja na programu nyingine zimesaidia kuongeza jamii mitaji, hasa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuboresha uchumi kupitia shughuli zao za ujasiriamali mbalimbali. Sambamba na Bi Rahma, mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji mkoani Tanga, alikuwataka wanawake wajiunge kwenye majukwaa. Naye mratibu wa madawati jinsia na watoto naye alikuwa na haya kusema kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake. Lakini niwaambie Wanahandeni wenzangu, wanawake wenzangu, katika halmashauri zetu 11 za mkoa wa Tanga, kila halmashauri ina jukwaa la wanawake. Na jukwaa la wanawake ni kazi yake kuwasambazia wanawake au kuwatafutia wanawake fursa na kuwaonyesha kwamba wapi wafanye na nini wafanye. Kwa hiyo niwaombe sana wanawake, niwahimize shime tujiunge na majukwaa. Fursa nyingi ziko kule. Tukizungumzia mikopo ya 10%, mtakapokwenda kukutana na majukwaa, wakikaa na maafisa maendeleo ya jamii, basi tunajua nini kinaendelea, na ndio wale wanaweza kuratibu vikundi ambavyo vinaweza kufanya vizuri, na hata vile ambavyo bado havijafikia malengo vinafikia malengo yake. Semee kwenye lengo yangu ya ukatili wa kijinsia, maana ni dawati la jinsia na watoto, dawati la polisi, ambao kazi yake kubwa sana ni kusimamia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia kwenye makosa yetu yale ya ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia kwa namna moja ama nyingine ni jinai. Akielewa tu yeye ni nani, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine anaweza yeye kupambana na ukatili wa kijinsia yeye mwenyewe. Tukiangalia hata kauli mbiu ya mwaka huu, wanasema wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwani sekta ya malezi na makuzi, lakini ya kutafuta uchumi, kudai usawa, kupambana na ule usawa ambao tumepewa. Tukipewa nafasi tuzitendee haki. Nafasi yetu ya msingi tunayo, tuitendee haki kama wazazi, kama walezi, kama wake katika nyumba zetu. Sasa hivi pia kuna janga la wanasema wanawake wanafanywa ukatili, lakini na wanaume nao wanafanywa ukatili. Tena mkubwa sana. Unaweza ukapata taarifa ya mama amekuja, alafu ukasema ngojea nimsikilize na mwanaume, ukasema huyu mwanaume alitakiwa awahi mapema kabla ya mama. Naye mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Balozi Dr. Batilde, akiwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Handeni Mheshimiwa Albert Msando na mwenyekiti wa halmashauri ya Handeni mji, wamesema nitakachofanya ni kusoma hotuba ambayo yeye alikuwa ameiandaa, ikiwa ni yale ambayo alitaka kuyasema. Kwa mujibu wa ofisi
ya Takwimu NBS kwa kushirikiana na Dawati la Jinsia la Polisi kwa kipindi cha Januari hadi Disemba mwaka 2024, mkoa wa Tanga umeripoti jumla ya waathirika wa ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, watoto na watu wazima wapatao 6504, ambao idadi ya walioathirika na ukatili ni 6504, ambao kati yao ubakaji ni 659, wanawake 659 wamebakwa katika kipindi hicho. Ulawiti walioathirika ni 146, waliotelekeza watoto ni 144, waliowapa mimba wanafunzi ambao hawakuona umuhimu wowote wa kuhangaika na watu waliozidi miaka 30, watu wa makamu, hawakuona sababu, wenyewe wameenda kuwapa mimba wanafunzi 116. Yaani vitoto vina uniform unavyoviona hivi 116. Wote hawa yametokea katika mkoa wetu. Waliozorotesha wanafunzi, waliosababisha wanafunzi wasiende shule kwa kuwalaghai kwa kazi za nyumbani au kwa kuwalaghai kwamba wataolewa ni 33. Ndugu wananchi, takwimu hizi ni kubwa na zinaashiria kuwa Tanga tusipokubali kubadilika hatutakuwa na maendeleo ya jamii. Na nitoe rai kwa kila mtu awe mlinzi wa mwanamke, awe ni mlinzi wa mtoto. Kila mmoja wetu awe ni mtoa taarifa ya wanaohusika na ukatili huu dhidi ya wanawake na watoto. Tunachukua na tutaona namna iliyo bora ya kuyafanya mambo haya yakawe na wepesi. Lakini niungane nao kuwapongeza wanawake wa halmashauri ya mji wa Handeni kwa namna ambavyo mmemchangia yule mwenzenu, mmeonyesha umoyo, mmeonyesha upendo. Hongereni sana kwa jambo hili kubwa ambalo hakika mmemtendea haki mwenzenu.